kutoka Makka kwenda Madina. Kwa hiyo kalenda yetu ya Kiislamu tunaposema leo tuko katika mwaka 1445 kutokea siku alipohama Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Na kuna neno limeingizwa kwamba mwaka huu unafungamana na kuuawa kwa wajukuu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Imamu al-Husayn. Ili limeingizwa baadaye, wala haina uhusiano nalo, kwa sababu wakati Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anashauriwa kuweka kalenda, Husaini yuko hai, hajafa. Hasan, Husaini, Ali wote wako hai. Sasa kufungamanisha hijra na kifo cha mjukuu wa Mtume huko ni kuongeza jambo lisilohusika kwenye jambo. Sisi tunachotakiwa kukizingatia, kwa nini Mtume alihama kutoka Makka kwenda Madina? Kwa nini alihama? Alikuwa katika ardhi takatifu, ardhi tukufu, na ndipo alipozaliwa Bwana Mtume. Pana al-Kaaba pale, mashair muqaddasa yako pale katika mji ule, lakini Mtume ilibidi ahame. Jawabu, alihama kwa sababu mji ule pamoja na utukufu wake palikosekana amani na utulivu. Hicho tu, pamoja na utukufu wa mji wa Makka, pamoja na utukufu wa al-Kaaba iliyoko Makka, pamoja na viwanja vitakatifu vilivyopo eneo lile, lakini ilipokosekana amani na utulivu, Mwenyezi Mungu akamuamrisha mtume wake ahame kutoka katika mji ule, ende katika mji ambao ulikuwa kabla ya mtume hajafika, ulikuwa hauna utukufu wowote. Hakuna chochote kitakatifu Madina kabla ya kwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ule mji wa Madina umepata utukufu baada ya kwenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia kule. Lakini kilichokuwepo Madina kabla hajenda Bwana Mtume ni amani na utulivu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu huwezi ukafanya jambo litaloleta maslahi kwa wanadamu katika eneo ambalo halina amani na utulivu. Huwezi ukafanya jambo lolote la kidunia linaloweza kuleta maslahi kwa watu katika maisha yao ya kidunia ikiwa hakuna amani na utulivu. Huwezi ukafanya jambo lolote linaloweza kuleta maslahi kwa wanadamu katika jambo lao la kidini ikiwa mahala hapo hakuna amani na utulivu.
Kwa hiyo amani na utulivu ni kitu muhimu sana, ndicho kilichomfanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ahame kutoka Makka kwenda Madina. Kule ndiko atakoweza kufanya yale yanayoweza kuwaletea maslahi wanadamu katika dini yao na dunia yao. Leo tuna changamoto za maadili. Vijana wetu maadili yao yamepotoka, lakini pia dunia hii ina wasimamizi wa kupotosha watu watoke katika maadili mema waingie katika maadili mabaya. Kuna wasimamizi wamesimama kidete kwa hali na mali kuhakikisha watu waachane na tabia zao na silka zao na mienendo yao na dasturi zao za kibinadamu, waende kwenye mienendo ya kinyama. Bali hata hao wanyama hawafanyi hayo ambayo tunatakiwa tufanye. Manake hakuna mnyama beberu anamwendea beberu mwenziwe, hakuna. Huwezi ukamkuta beberu la mbuzi anamwendea beberu mwenziwe, hukuti hiyo. Lakini sisi tunatakiwa sasa mabeberu sisi wa kibinadamu tuwaendee mabeberu wenzetu, na inafikia kutishiwa amani ya chakula na uchumi. Sasa hiyo maana yake hatimaye watatutoa katika amani na utulivu tuliokuwa nao. Lengo la mwisho, watatutoa katika amani na utulivu tuliokuwa nao. Lakini wanatumia njia gani? Wanatumia njia walioitumia Bani Israil, ambayo Mungu ameitaja kwenye Qur'ani na kuwakemea Bani Israil. Katika surati al-Baqara Mungu amesema, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hawa watu wabaya huwa wanajaribu kutaka kufikia katika malengo yao kwa kuichanganya haki na batil. Haki ni nini leo? Haki, mtu kuwa na uhuru wa kufanya unalolitaka, hiyo ni haki. Mtu kuwa na uhuru wa kusema unachotaka kusema ni haki. Lakini haki yoyote ina mipaka. Wao wanaondosha mipaka ile, yani useme chochote bila ya kuzingatia mipaka ya kusema, na wanamtaka mtu afanye chochote bila ya kuzingatia mipaka ya kufanya. Na Mungu anatahadharisha, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Leo uhuru wa kujieleza ni haki, uhuru wa kujadili ni haki, lakini haki hii imeanza kutumika vibaya na wanailazimisha ili itumike vibaya isivyo. Matokeo yake wanamtaka mtu awe huru wa kufanya lolote lile, awe huru wa kujadili lolote lile, awe huru, yani uhuru usiokuwa na mipaka. Ndugu zangu Waislamu, hivi sasa inabidi tuwe macho, tuangazie hawa wanaojaribu kuchanganya haki na batil
ili kuimarisha batil kwa kupitia haki. Lengo lao wanataka kuimarisha batil kupitia kwenye haki, na ndio maana wanakupa uhuru, wanajaribu kukupa wepesi wa kufanya mambo, jambo lolote liwe jepesi. Hakuna jambo jepesi, hata sala sio nyepesi. Sala imeambiwa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, sala ni nzito, isipokuwa kwa wacha Mungu sana ndio nyepesi, lakini kwa sisi watu wa kawaida swala nzito. Sala alfajiri uwe Arusha Moshi na maji ya baridi, hukupata maji ya kuchemsha, pana kazi hapo nzito. Uamke alfajiri huko Makambako, huko Mbeya alfajiri, wakati huu Kipupwe unaswali, si nyepesi, mpaka uwe mcha Mungu wa kweli. Sasa atatokea mtu sema anakurahisisha, bwana wewe subiri bwana, jua saa 4 ya kuswali, simradi umeswali, anakurahisishia. Kwa hiyo na wao wanajaribu kuwarahisishia watu iwe hakuna jambo. Tutahadhari. Wengine wanajaribu kutumia ili tupotoke, wanajaribu kutumia hata dini yenyewe. Mtu anakwambia tunataka tuinusuru sunna. Kuinusuru sunna ni jambo la haki, ni jambo muhimu, lazima sunna ya mtume inusuriwe. Lakini ni kweli anakusudia kuinusuru sunna, au hatimaye anataka ipate sunna aisage? Hatimaye anaitaka ipate hiyo sunna, ipate kuisaga, lakini kwa jina la kuinusuru sunna. Leo vijana alhamdulillah zinamkadiria, anajenga bandari kule Pemba, anajenga uwanja wa ndege Pemba, na mwaka wa Kiislamu ndio wako, alhamdulillah. Kilo na tabia ya bali kwa kukiri kwa jirani yako, ukiri sikagania kwako taratibu tu. Haya wala nani watakuja tu, usende kwa baba na mimi nimpanya wawili, waache watakuja wenyewe taratibu. Dini itakuja. Maana kuna mtu mmoja alisema pale Unguja pale wanatuletea dini hapa. Mtu mmoja akasema kabisa, kanambia mimi ndio wazee wetu wote wamesomeshwa dini kutoka Zanzibar. Mimi ndio ninavyojua, wazee wangu wote wamesomeshwa dini kutoka Zanzibar, na dini imeenea hapa kutoka Zanzibar. Hiyo haina nani, na inshallah itaendelea kuenea kutoka Zanzibar. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqan. Hiyo halina nani, alladhina yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Mungu atatimiza nuru taratibu, kwa amani na utulivu, kwa amani na utulivu. Ole wenu wengine wanataka hii amani ivunjike ili ule Unguja uwe mkoa katika mikoa ya Tanzania. Kwa sababu ingelikuwa mkoa miongoni mwa mikoa ya Tanzania, pangelikuwa na sikukuu ya Kiislamu tena bali. Mimi nikwambia ni wazi tu, ingelikuwa ni mmoja wapo tu katika mikoa, lakini ile pale kwa upande mwingine ni nchi hasa kamili, na ina rais wake na ina bunge lake na ina kila kitu chake. Ndio maana wamepitisha yale, alhamdulillah rabbil alamin. Lazima tushukuru, tuseme alhamdulillah, halafu tumsalie bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukisha hapa tusome dua maalumu ya kumuombea mama na kumuombea Huseni. Yule Huseni aombewe dua hiyo, na mama huyu Samia aombewe dua ili mambo yazidi kwenda vizuri kama wanavyoyakusudia mazuri, yanakwenda taratibu. Wazungu wanasema slow but sure, taratibu lakini kwa uhakika. Wakati mwingine ilikuwa mispidi ya mchezaji wa Simba, alikuwa anauacha mpira nyuma, yeye anakwenda mbele, ndio utapata goli hivyo. Sasa hii mispidi ile hamna ile. Tunataka spidi ambayo na goli linapatikana, na kupitia kwa mama slow but sure,
magoli yanapatikana mengi tu, alhamdulillahi rabbil alamina, taratibu. Sasa mtu kama huyu lazima aombewe dua ya dhati. Hapa tuombe dua, tumuombee dua mama na wasaidizi wake wote wanomsaidia, makamu wa rais na nani na waziri mkuu, wote tuwaombee dua ili tufanye mambo yetu tu. Unaona, huyu anataka kufanya hivi, afanye, anosajili wachezaji asajili, anataka kucheza ligi acheze, anataka kucheza netball acheze, anataka kuswali aswali. Kwa sababu ya amani na utulivu tutafanya kila kitu hapa. Lakini kama patakuwa hakuna amani na utulivu, hakuna fiesta wala bolingo wala kizazi kipya hapa wala kizazi cha zamani, itakuwa vurugu mechi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.